Kwa hivyo hawa wanawali Yesu anawaita wapumbavu kwa sababu tu moja, ya kwamba walibeba taa lakini wakakosa kubeba mafuta ya ziada. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe Yesu akiangalia kanisa lake leo hii, amuone muumini ambaye ameokoka ako kanisani, na ule muumini atafuti nguvu za ziada, atafuti upako wa ziada, atafuti uwezesho wa ziada kutoka kwa Roho Mtakatifu. Yesu yule mtu anamuonanga kama mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mstari wa 3 unasema ya kwamba walichukua taa zao lakini wakashindwa kuchukua mafuta ya ziada. Hivyo Yesu akaweka kwenye kategori ya kuwa wapumbavu. Na nikakusomea nikakuambia kwamba mafuta hapa yanawakilisha nguvu za Roho Mtakatifu. Kumbuka hao wanawali wakati ule walikuwa wanamsubiria mwanakondoo, ama walipokuwa wanamsubiria bwana harusi, wote walikuwa na taa. Ina maana walikuwa na Roho Mtakatifu ndani yao. Lakini tofauti ya hao watano na wengine watano inakuja wakati ule kuna hawa ambao wako na taa ziko na mafuta ya ziada, na kuna wale wako na taa bila mafuta ya ziada. Hapo ndio kunatokea tofauti. Ina maana yale mafuta ama ile nguvu waliipokea walipookoka, ndio hiyo tu wako nayo. Waliacha kusoma neno baada ya kuwa wameokoka. Waliacha kumtafuta Mungu kwenye kufunga, kuomba, vitu kama hizo. Kwa hivyo ile nguvu waliipokea baada ya kuwa wameokoka, ndio hiyo. Ndio maana maandiko yasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo. Kuna uwezo ambao Yesu anakupeanga baada ya kuwa tu umeokoka, na ule uwezo mara nyingi ni uwezo ambao sio wewe mwenyewe unautafuta, bali Yesu anakupa. Anaamua tu kukupa hata kama hujaomba. Anakupea uwezo, uwezesho fulani baada ya kuwa umeokoka. Kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 1 mstari wa 12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Hawakuenda kutafuta uwezo, lakini Yesu ndiye aliamua awapee, kwa sababu wametoka kwa falme za giza. Yesu anawapea uwezesho ili kwamba wabadilike, waanze kufanana na wana wa Mungu, waanze kufanana na watu ambao wamezaliwa na Mungu, waanze kuwa na sifa za watu waliokoka. Huo ni uwezo wa kwanza ambao Mungu anakupeanga baada ya kuwa umekiri ya kwamba umemwacha shetani na kumpokea Yesu. Baada ya kuwa umeamini Yesu, huo uwezo unapeangwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hao ni wanawake ambao Yesu anasema ni wapumbavu, kwa sababu walipopewa ule uwezo wa kwanza baada ya kuwa wameokoka, waliamua kutulia. Hawakutafuta uwezo wa ziada, hawakutafuta mafuta ya ziada. Walikaa na yale mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini Yesu anawaita wapumbavu? Kwa sababu tu hawana mafuta ya ziada. Kwa sababu anajua kwamba maandiko yanasema kutoka wakati wa Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu upatikana kwa nguvu. Kwa hivyo Yesu anajua kwamba kuna wakati hawa watu watashindwa kukaa katika ufalme wa mbinguni. Kuna wakati ambao shetani atawanyofoa kutoka kwa ufalme wa mbinguni kwa sababu ya kukosa nguvu za kutosha. Wakati kwenye Agano la Kale watu walihitajika kuwa na utakatifu tu peke yake ili waurithi ufalme wa mbinguni. Lakini sasa maandiko yasema kutoka wakati wa Yohana Mbatizaji, yaani ufalme wa mbinguni hauhitaji kuwa na utakatifu tu peke yake, lakini unahitaji uwe na nguvu, uwe na uwezesho wa namna fulani, uwe na mafuta ya aina fulani ili umiliki ufalme wa mbinguni. Ndio maana Yesu akiwaangalia sasa watu ambao watafuti nguvu za Roho Mtakatifu, watu ambao watafuti upako, watafuti mafuta,
wale watu wanaona kwamba ni wapumbavu pamoja na kuwa wako kanisani, wale watu ambao mtu anaendaga kanisani kwa sababu ni kawaida kwenda kanisani Jumapili, lakini huwezi ukamwona hata katikati ya wiki akiwa ameshika Biblia isome, hauwezi ukamwona akiwa anaomba, hauwezi ukaona akiwa anajishughulisha na mambo ya mbinguni, lakini anasema ameokoka. Ndio watu ambao Yesu akiwaangalia anaona kama wanawake wapumbavu, anaona kwamba ni wapumbavu. Siku ile ambapo Yesu atakuja kama bwana harusi, kwa sababu utakuwa umekosa nguvu, utakuwa umekosa mafuta, itakuwa sio rahisi sana kumlaki Yesu kule mbinguni. Because maandiko, nadhani kuna maandiko kwenye kitabu cha Isaya, kile kitabu cha Isaya 40 mstari wa 31. Maandiko yasema, bali wote wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa bawa kama tai, watapiga mbio na watachoka. Ile neno watapaa juu kama tai, kuna uwezo ambao Yesu atahitaji uwe nao, ili kwamba wakati ule ambapo utakuwa unamlaki mawinguni, ukuwe na uwezo wa kupaa juu kama tai. Maana Yesu atakuwa amekaa mawinguni, atatuma malaika zake, na hapo ndio sasa, kama utakuwa na uwezo, hautakuwa na mafuta, hautaweza kutoka ndani ya mwili ule uende kumlaki Yesu kule mawinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani sasa umeelewa kwamba kuna vitu mingi zinahitajika ili mtu apate kuumiliki ufalme wa mbinguni. Tumesoma kwenye kitabu cha Mathayo 11:12 ya kwamba kutoka wakati wa Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, kwa misuli. Na huo upako ama hiyo nguvu ni yale mafuta ambayo Yesu anaongelea. Anasema ya kwamba asiyekuwa na mafuta hayo sasa anamuita kama mtu mpumbavu. Lakini pia cha pili ni kwamba ufalme wa Mungu ndio urithi, lazima uwe na busara, usiwe mpumbavu. Maana ukiwa hauna busara, shetani atatumia upumbavu wako ili akapate kukupotosha. Kwa hivyo si utakatifu peke yake kama vile watu wanapojua. Kumbuka tunafundisha topic ambao ni ufalme wa mbinguni. Yesu anasema ufalme wa Mungu unafananishwa na lazima niangalie ndani Yesu alikuwa analenga nini, ili kwamba ufananishe ufalme wa mbinguni na hao wanawali 10. Maana hao wanawali 10 ni kanisa ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa ambao wanashinda TikTok, wanashinda kwenye mitandao ya kijamii, wanashinda kwenye Facebook, kwenye YouTube, wakiwa wanaangalia mapicha kule. Hawana wakati wa kusoma neno, hawana wakati wa kumtafuta Mungu wakapata nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasema ya kwamba 5 walikuwa ni wapumbavu, lakini 5 walikuwa wenye busara. Na anasema wenye wapumbavu walikuwa wapumbavu kwa sababu hawakuwa na mafuta ya ziada, hawakuwa na upako, hawakuwa na nguvu ya ziada. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 9 mstari wa 1 ukielekea mpaka 25 kule, maandiko yanasema akawaita wale 10, akawapa nguvu na uwezo juu ya kila pepo na kuwaponya maradhi. Yesu kabla haja watuma mitume wake alihakikisha kwamba bado amewapea nguvu na mamlaka. Amewapea nguvu, amewapea upako. Yesu kabla naye hajaanza kazi yake, Roho Mtakatifu alimtia mafuta ndani yake, alimpea nguvu ndani yake ili aende akahubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama kuna mtu ambaye ananielewa. Ndio maana maandiko yasema kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8, maandiko yasema ya kwamba mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kati ya Yerusalemu na Judea na Samaria na hata mwisho wa ulimwengu. Ule upako, ile nguvu ambayo nazungumzia, unaipokeanga baada ya kuwa umemtafuta Mungu, umetafuta ufalme wa mbingu, umemtafuta Roho Mtakatifu wa Bwana, umempea Roho Mtakatifu nafasi ili kwamba akutie nguvu ndani yako.